الحمد لله الذي وفق من اجتباه من عباده للتفقه في الدين، ونوه بذلك في الذكر الحكيم بقوله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين القائل: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. أما بعد، فإن الأنفس الزكية الطالبة للمراتب العالية لم تزل تدأب في تحصيل العلوم الشرعية، ومن جملتها معرفة الفروع الفقهية، لأن بها تندفع الوساوس الشيطانية وتصح المعاملات والعبادات المرضية. وناهيك بالفقه شرفا قول سيد السابقين واللاحقين صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع فقد حرم الخير. Kwa utangulizi wetu sisi na darasa zetu zitakwenda kwa lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo hata wale ambao si katika tulabu ilmu waliojikita katika kusoma wanapenda kupata faida, basi watapata faida kwa kiasi chao insha Allah, hasa katika masomo hili la fiqh. Kwa hiyo darasa zetu zitakwenda kwa lugha hiyo, na tutafanya tarjama ya kitabu baada ya kitabu, neno baada ya neno, ibara baada ya ibara insha Allah, kwa kiasi tutakachojaliwa. Kwa ufupi ni kwamba tunasoma fiqh, na katika mambo muhimu kabisa ambayo mwanafunzi anayetaka kufikia daraja za juu, basi anatakiwa awe na pupa na aendelee kuipupia ilmu ya sheria. Na miongoni mwa jumla katika ilmu ya sheria ni mtu kujua furu' katika mambo ya fiqh, kudhibiti furu' katika masaili ya kifiqh ni jambo muhimu sana. Watu wengi wanasoma katika marakiz za ilmu na vituo mbalimbali, lakini husoma fiqh nusu nusu, tena nyingine sio nusu, chini ya nusu, labda kusoma baadhi ya miqarrarat au baadhi ya vitabu, kusoma baadhi ya milango mingine ikaachwa. Kuna kitabu mtu anasoma amemaliza kutoka mwanzo mpaka mwisho, na hii ni kusur. Tukiwa mtu talib alilm asome vitabu vya ilmu kutoka mwanzo mpaka mwisho, na hivi ndivyo walivyokuwa waliotangulia huko nyuma wakisoma. Na ilmu moja au fani moja watu husoma vitabu tofauti tofauti kwa ajili ya tadarruj. Sio kusema sasa huku umesoma furudhul wudhu'i 6, kitabu kingine hivyo hivyo furudhul. Sasa nini? Soma vitabu 5 kila mahali furudhul wudhu'. La, lengo pale ni kufanya vile ni tarsikh almalumat, kuyathibitisha zaidi maalumat, lakini pia watu wanafanya muraati ya tadarruj kutoka kitabu kimoja kwenda kitabu kingine. Kwa kuna umuhimu sana wa talibul ilmi kulizingatia hili. Hakikisha asome kitabu kwa shekhe au kwa mtu aliyemtangulia kutoka mlango mmoja hadi mwingine, kutoka mwanzo mpaka mwisho.
mwanzo kitabu mpaka mwisho wa kitabu. Ukimaliza atasoma kitabu kingine, na yeye anayadhibiti masaili. Huu ni utaratibu. Ama utaratibu wa shortcut wa kusoma baadhi ya milango mingine ukairuka, mingine ukaambiwa utajisomea mwenyewe, wewe mwanafunzi waambiwa hiyo mingine mtajisomea wenyewe, si utaratibu wa sawa. Hivyo hivyo katika masomo kama ya nahwu, hivyo hivyo katika masomo mustalah, kuna vitabu vya watu wenye kuanza sasa, kisha vya wanaosogea kidogo, kisha watu wa katikati, kisha watu wa juu zaidi, hivyo hivyo. Kwa hiyo vitabu vyote hivi, maadamu wewe kwenye safari ya kusoma, watakiwa usome vile vitabu vilivyopangiliwa kwa utaratibu wa kueleweka, taasili ipatikane na tadaruji ipatikane. Na hili ndilo ambalo sisi tunalilenga, ili tuweze kupata walimu wazuri ambao wataweza kuwasomesha wenzao biidhnillah alkarim katika mustakbal wa kufuata hiyo tadarruj. Sasa katika utangulizi ambao mimi nitakunitaja hapa ni kuelezea madhhabi ya Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. Kuna nukta nitazitaja, miongoni mwa hizo ni tarjama ya Imam Shafi'i rahimahullah, lakini pia tutawarifisha au tutaelezea kuhusiana na usuli zake, lakini pia tutaelezea mambo mbalimbali na istilahati zilizopo katika madhhabi, ili mtu awe na diraya katika jambo hili. Al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala tutamwelezea kwenye vipengele kadhaa hivi. Kimoja katika hicho, yeye ni nani, kwa maana nasabu yake. Anaitwa Abu Abdullah kunia yake. Yeye chukue kwamba maimamu wanne hawa wa madhahib kila mmoja ni Abu Abdullah, isipokuwa Abu Hanifa peke yake. Abu Abdullah Malik bin Anas, Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Shafi'i, Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal. Abu Hanifa ndio kunia yake tofauti. Kwa Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin al-Abbas ibn Uthman, Muhammad bin Idris ibn al-Abbas ibn Uthman ibn Shafi'i ibn Sa'ib ibn Ubayd ibn Yazid ibn Hashim ibn Abd Yazid ibn Hashim ibn Abd al-Muttalib ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murra ibn Ka'b, kama ile nasabu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam anapokwenda kuanzia hapo kwa Hashim ibn Abd al-Muttalib moja kwa moja, al-Qurashi al-Muttalibi al-Shafi'i. Kwa al-Muttalib na Hashim ndugu sio, ambao al-Muttalib ndio baba yake au ndio ammi yake, Hashim ndio baba yake Abd al-Muttalib. Kwa hiyo yeye atakuwa anakutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Abd Manaf ibn Qusay, babu watatu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala ni Mquraish. Katika hawa maimamu wanne wa madhahib, yeye pekee yake ni Mquraish. Ahmad bin Hanbal al-Shaybani, Malik bin Anas al-Asbahi, Abu Hanifa alikuwa Mwarabu. Abu Hanifa kwa hiyo ni Mquraish, ndio maana baadhi ya wafuasi wake katika kutaja manaqib za al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala wanataja zile hadithi ya aimmat min Quraish, kuonyesha kwamba yeye ana afdalia kuliko wengine, jambo haliko hivyo. Al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala amezaliwa huko Gaza, Gaza, yani Gaza, Palestina, mwaka wa 150. Kisha mama yake akaondoka naye Gaza akaenda naye Makka akiwa yatima, kwa maana baba yake alikuwa amefariki. Umri wake alipokuwa na miaka 2 ndio akahamia Gaza, Palestina. Akaondoka kutoka Palestina huko Gaza au Gaza huko Palestina kuja Makka akiwa na umri wa miaka 2. Mama yake aliondoka naye kutoka huko akaja naye Makka.
Kwa akakulia hali ya kuwa ni yatima, amelelewa na mama yake, akaihifadhi Qur'ani akiwa umri wake ni miaka 7, akaihitimisha Qur'ani kuhifadhi yote akiwa ni mtoto wa miaka 7. Akahifadhi al-Muwatta ya al-Imam Malik, kitabu cha hadithi cha Imam Malik, akiwa na miaka 10. Ukitaka kujua habari hizi tunaenda kusoma Tabaqatu Shafi'iyya Jamaluddin al-Isnawi, amemuelezea. Hata al-Imam an-Nawawi katika Tahdhib al-Asma' wal-Lughat amemuelezea. Katika utoto wake al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala alikuwa anakaa na wanawazuoni, pia vile vile akifuatilia habari za shairi na tarikhi ya Waarabu na mambo ya adab, bado akiwa ni mtoto mdogo. Akahifadhi Muwatta Imam Malik akiwa na miaka 10. Hapo hajakutana Imam Malik, bado yuko Makka. Kwa akahifadhi kabisa kitabu cha al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kutafuta kwake ilmu wakati yuko Makka, akaanza kusoma al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala kwa wanazuoni walioko Makka, na mmoja katika mashaikh zake ni al-Imam Muslim ibn Khalid az-Zanji, az-Zinji au az-Zanji zote yafaa. Muslim ibn Khalid az-Zanji ni shekhe wake al-Imam Shafi'i. Zinji maana yake ni mtu mweusi, Mbantu, Nubi, yote tu Zanji. Muhabeshi Zanji ilikuwa kitumika hivyo, Mberber. Lakini huyu hakuwa mtu mweusi, walimuita kwa dhidi. Unasema Muslim bin Khalid alikuwa ni mweupe sana, kwa hiyo wakawa wanamuita mweusi. Kama vile mtu zakawa mfupi sana watu wakamuita mrefu, toli, yani bila aksi. Sawa? Kwa hiyo yeye hakuwa mtu mweusi, lakini alikuwa akiitwa Muslim bin Khalid az-Zanji. Kisha alisafiri kwenda Madina, akakutana na Imam Malik rahimahullahu ta'ala, akaishi naye hapo kwa kusoma, akasoma sana kwake. Pia alisafiri kwenda Iraq kwa Baghdad, akasoma fiqh ya Abi Hanifa kwa wanafunzi wa Abu Hanifa. Zingatieni sana, al-Imam Shafi'i alisafiri, alisoma Makka kwa Muslim bin Khalid az-Zanji. Pia alisafiri kwenda Madina, akasoma kwa al-Imam Malik, na akaenda Iraq Baghdad, akasoma kwa Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani, mwanafunzi wa Abu Hanifa. Kwa katika mashaikh zake maarufu waliotangaa, hawa niliotaja hapa kidogo, lakini kuna orodha ya mashaikh zake. Miongoni mwa hao ni Sufyan ibn Uyayna ibn Maimun Abu Muhammad al-Kufi, alifariki mwaka 198. Huyu ni shekhi wake wa Makka. Muslim bin Khalid bin Muslim al-Qurashi al-Makhzumi ambaye huitwa az-Zanji, alifariki mwaka 179. Kisha Imam Malik, Imam Dar al-Hijra, Malik bin Anas bin Abi Amir Abu Abdullah, alifariki mwaka 179 Madina huko sasa. Kisha Abu Abdurrahman Hisham bin Yusuf as-San'ani, qadhi wa San'a, alifariki mwaka 197. Mwingine ni Muhammad bin Hasan bin Farqad Abu Abdullah Maula Bani Shayban, ambaye ni sahibu wa Imam Abu Hanifa, ambaye amefariki mwaka 189. Huyu ni katika wanafunzi wakubwa wa Imam Abu Hanifa. Kwa Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala hakumdiriki Imam Abu Hanifa,